Hola, inakuaje Mtanzania? Leo na kudrop na hii. Katika dunia ya burudani kuna matukio yaliyobeba hisia, heshima na uzuri, au sio bwana? Na ni harusi ya msanii wa Bongo Flava and R&B, na mzungumzia Juma Jux. Macho ya Afrika Mashariki na Magharibi yalielekezwa nchini Nigeria, huko Lagos, ambako ilifanyika bonge la party na wasanii wengi kibao, mastaa kibao wa Nigeria, lakini pia mastaa kibao kutoka Bongo walikuwepo hapo. Sasa Juma Jux alifunga ndoa na mrembo kutoka Nigeria, na mzungumzia Priscilla Ojo, binti wa mwigizaji mashuhuri wa Nollywood, na mzungumzia Iyabo Ojo, na harusi yao itakuwa na mfululizo wa matukio matatu, likianzia Nigeria lakini pia kumalizia Tanzania. Sasa nikwambie tu, kwa muda mrefu mashabiki wa Jux walimzoea, au sio bwana, akiwa na Vanessa Mdee, penzi ambalo lilijaa mahaba. Baada ya kutengana, Jux aliendelea na maisha yake kimya. Hapo ndipo alipokutana na Priscilla, mwanamitindo na influencer na mjasiriamali kijana kutoka Nigeria. Ingawa walianza kwa maneno ya uvumi mnamo mwaka 2023 if you remember, na mahusiano yao yakazidi kukomaa mpaka walipoamua sasa kuweka hadharani kwamba sasa inabidi waoane. Priscilla ana umri wa miaka 23 tu, lakini ameonyesha ukomavu mkubwa wa kimahusiano. Wawili hawa walionekana huenda kwa mitindo, mipango, na kama tunavyojua mtu mzima Jux ni msanii pia, kitu ambacho kimevutia watu wengi. Sasa haya hapa ni mambo manne yaliyoshangaza ulimwengu katika mahusiano au ndoa ya mtu mzima Juma Jux. La kwanza ni muungano wa tamaduni. Bwana, ndoa hii iliunganisha utamaduni wa Kiswahili na ule wa Yoruba kwa namna isiyo ya kawaida. Mavazi ya kitamaduni, muziki wa mseto, nazungumzia hapo kuna Kiswahili humo ndani na ngoma fulani ya Nigeria, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna mixed up ya utamaduni kutoka utamaduni wa Kitanzania lakini pia utamaduni wa Nigeria. Jambo la pili ni wazazi wa Priscilla kuungana kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Wazazi wa Priscilla pia amenamzungumzia Iyabo Ojo na mume wake wa zamani walionekana pamoja hadharani wakiwa na furaha, wakimpa baraka binti yao. Hii ni baada ya muda kidogo. Lakini jambo la tatu ni uwepo wa mastaa wengi. Diamond Platnumz na mastaa wengine wengi walikuwepo, wakiwemo kina Billnass, Bilnenga, au sio bwana, namzungumzia Nandy na wengine wengi sana wakiwa ndani ya red carpet, walitisha kinoma noma. Sasa jambo la nne ambalo lilishangaza ulimwengu ni mapambo na ubunifu wa hali ya juu katika harusi hiyo. Lakini pia harusi hii kumbukwe imebeba ubunifu mwingi, ikiwa ni ubunifu wa mavazi yaliyoakisi swala zima la utamaduni wa Tanzania lakini pia utamaduni wa Nigeria. Lakini licha ya mambo haya mazuri, nimekuandalia kasoro mbili tu ambazo zimeonekana kwenye harusi hii hapa ya mtu mzima Juma Jux na mwanadada mrembo kutoka Nigeria. Jambo la kwanza ni kutokuwepo kwa ushirikiano wa kisanii, yani wasanii wengi wa Tanzania walionekana zaidi kama wageni waliokuja kutazama badala ya kushiriki kikamilifu. Hakukuwa na tamasha la Bongo Flava lililoonyesha uzito wa sanaa yetu, wala performance maalum ya kumwenzi Juma Jux kama nyota wa muziki wa miaka mingi. Lakini pia ukosefu wa mavazi ya kitaifa tulishuhudia, na tuliona wengi wakiwemo kina Diamond na wasanii wengi wengine kama kina Billnass, wengi walivalia mavazi ya Nigeria. Sasa tukakosa pale kuonyesha icon ya Tanzania kwamba kama sisi ni wa Tanzania basi tungevaa kitanzania, swali ambalo linapasua vichwa kwa viongozi lakini pia wabunifu wa mavazi mbalimbali. Sasa basi nikwambie tu, na harusi ilifana kinoma noma, na ndio moja kati ya harusi ambazo zilitrendi mno huko mitandaoni. Kama ulikosa basi ungeweza kuifuatilia. Mimi kwa haraka nimeona nikuchambulie na kukuletea mambo manne muhimu kwenye harusi hiyo, lakini pia mambo mawili ambayo ni kama kasoro kwa upande wetu wa Bongo. Hii inatufundisha nini hasa linapokuja swala la uzalendo, utaifa, na hasa swala la kushare tamaduni kama ambavyo imeonekana kwa Juma Jux na kwa mwanadada huyu mrembo kutoka Nigeria? Ni kwamba wakati mwingine tunaweza tukapenda kuonekana kama wao, lakini ni bora kuonekana sisi. Kutoka Ezo Media, la kwangu jina ni Ndaki William, fanya kuna mada IG kama na Instagram kama Ndaki William. Hii ni Ezo Media. Kama ndo kwanza huja subscribe, fanya hivyo